Mheshimiwa Mwenyekiti, tusiruhusu watu kutugawa vipande vipande. Umeniruhusu kufanya ziara katika wilaya Mbulu, na ni utaratibu wa makao makuu, sekretariat na kamati ya siasa kutoka sasa hapa na kushuka kule chini. Moja ya kazi ambayo tumetumwa mimi na wewe ni kwenda kutoa utaratibu, kwanza mabadiliko ya katiba ya Chama cha Mapinduzi, 2 kuandaa viongozi na wanachama kujiandaa na uchaguzi 2025, 3 kuhakikisha chama chetu afe kipa afe beki CCM tunashinda. Na hiyo ndio lengo la chama cha siasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na katika hili inawezekana sitaeleweka kama mtendaji wako. Hapo nakuwa mkali kidogo. Na nyinyi ndugu zangu ni mashahidi. 24 nilikuwa mkali kidogo. Nilichotamani tushinde. Tukishashinda turudi tushangilie. Kushindwa hakupendezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ziko tabia ya baadhi ya viongozi wachache sana wanataka kuvuruga wilaya yetu. Vimeanza vikao na kujipatia mamlaka wasiostahili na kuona wao ni chombo cha kusimamia chama katika wilaya yetu. Hapana. Wachache. Kupitia kikao hiki kama wapo basi wapone. Waache mpaka mwezi wa 6, mwezi wa 7 rasmi tutakapoanza kazi ya kuwatafuta wagombea. Kwa nini? Huu ni mwezi wa 4, Mheshimiwa Mwenyekiti. Wako madiwani, wako kazini, wanafanya kazi. Wabunge wanafanya kazi ya kutekeleza ilani ya CCM. Kwa hiyo hatutarajii kumwona mmoja wao akibeza kazi za Mheshimiwa diwani, akibeza kazi ya Mheshimiwa mbunge. Mwenyekiti, baba yangu, niruhusu nisinyamaze. Na iko shida kwa wachache. Ukisimama katika misingi ya ukweli na kukijenga chama hiki tuweze kushinda vizuri, wanatengeneza vita, na hasa kwa mtendaji. Katibu. Mwenyekiti, nikupe tu taarifa, sikutaka kukuambia. Hivyo hapa ndo mahali sahihi. Viko vikao vinafanyika vya kunikataa. Hatufai. Kanisema. Kanigusa. Hapana, hiki chama Mwenyekiti kinaongozwa na katiba, kanuni, misingi na taratibu. Ukienda tofauti tutasema. Na kuna barua zinaandikwa hapa, anaandika mtu mmoja, watu 2 watatu. Wanaita watu kutoka kaskazini, mashariki, kusini na magharibi, wanawasainisha barua. Tumkatae huyu katibu. Tusipomkataa hatupati diwani, hatutapata ubunge. Tumkatae. Hiki ni chama. Sisi sote tunaongozwa na katiba. Na mtafsiri katiba ni mimi. Nadhani Mwenyekiti, hii tabia ikiendelea tutakuletea. Na ndio maana kuna chombo kinaitwa Kamati ya Usalama na Maadili. Ni chombo